Kwa mara ya kwanza katika historia yake, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC itafanya kikao cha uthibitisho wa mashtaka bila kuwepo kwa mshtakiwa Joseph Kony, kiongozi wa kundi la waasi kutoka Uganda linalojulikana kama Jeshi la Upinzani la Bwana LRA. Usikilizaji huo umewekwa kufanyika tarehe 9 Septemba 2025 katika makao makuu ya ICC yaliyopo The Hague, Uholanzi. Uamuzi huo ulitangazwa na division ya rufaa ya ICC na ni hatua ya nadra sana inayoruhusiwa chini ya mkataba wa Roma ambao ndio msingi wa kuanzishwa kwa mahakama hiyo. Kony anakabiliwa na mashtaka 39 yanayohusiana na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu, ikiwemo tuhuma za mauaji, ubakaji, utumwa wa kingono na utekaji wa watoto kwa lengo la kuwatumia kama askari watoto au watumwa wa ngono. Ingawa Kony alishtakiwa rasmi na ICC mwaka 2005, hadi leo hajakamatwa na inadaiwa kuwa anaishi mafichoni katika maeneo ya porini ya Afrika ya Kati, pengine ndani ya mipaka ya Sudan Kusini, Jamhuri ya Afrika ya Kati au Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwaka 2013, serikali ya Marekani ilitangaza zawadi ya dola milioni 5 kwa yoyote atakayetoa taarifa zinazosaidia kukamatwa kwake chini ya mpango wa Reward for Justice. Kony alipata umaarufu mbaya katika miaka 1990 na 2000 wakati kundi lake la waasi likiendesha mashambulizi ya kikatili dhidi ya raia wa kawaida, hasa katika kanda ya kaskazini mwa Uganda, na kusababisha watu wengi kukimbia makazi yao. Kwa mujibu wa shirika la Human Rights Watch, zaidi ya watoto 60,000 walitekwa nyara na kulazimishwa kupigana au kutumikishwa kingono. Kampeni ya Kony ya 2012 iliyozinduliwa na shirika la Invisible Children ilimfanya Kony kujulikana duniani kote, lakini juhudi za kumtia mbaroni zikikwama kwa miaka mingi. Wanasheria wa Kony walipinga uamuzi wa kuendelea na kesi bila uwepo wake, wakidai inakiuka haki ya mshtakiwa kupata haki yake na usikilizaji wa haki. Hata hivyo, majaji wa ICC walisema kuwa kikao cha uthibitisho wa mashtaka si kesi kamili, hali hatua ya awali inayoruhusu kutathmini ushahidi, na hivyo kinaweza kufanyika hata bila uwepo wa mshtakiwa. Iwapo mashtaka hayo yatathibitishwa, ICC itajiandaa kwa ajili ya kesi kamili mara tu Kony atakapokamatwa. Kesi hii inabeba uzito mkubwa, si tu kwa wahanga wa ukatili wa LRA, bali pia iwapo mashtaka hayo yatathibitishwa, ICC itajiandaa kwa ajili ya kesi kamili mara tu Kony atakapokamatwa. Kesi hii inabeba uzito mkubwa, si tu kwa wahanga wa ukatili wa LRA, bali pia kama kipimo cha uwezo wa ICC katika kuhakikisha haki ya kimataifa. Lakini kwa manusura na waathirika kutoka Afrika ya Mashariki na Kati, hatua hii ni mwangaza mpya wa matumaini. Ingawa haki imechelewa, bado haijafutika. Hii ni Media Wire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika, na mimi ni Joseph Mwanawaisangura.